الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea na muhadhara wetu na darsa yetu ya kwanza katika kipindi hiki kilichodhaminiwa na Manhaji Online TV, tukiwa tuna lengo la kuielimisha jamii na kuifundisha jamii mambo kadha wa kadha ambayo yanayofungamana na dini yao. Katika usiku huu, kama ilivyotangazwa ya kwamba tutakuwa na kipindi kinachozungumzia katika maudhui ambayo iliyotajwa majukumu ya Muislamu katika jamii. Jamii hii ambayo sisi tunaishi, tukiwa ni moja katika watu wenye kuwepo katika jamii hizi, tuna haki ya kujua mambo gani ambayo yanakuwa ni juu yetu, ni wajibu kwetu, ni jukumu letu sisi kama wanajamii kuyajua na kuyatambua mambo hayo kwa ajili ya kuweza kuyafanyia kazi. Lakini kabla hatujaingia katika kutaja yale ambayo ni majukumu ya Muislamu katika jamii ambayo anayoishi, tuna haki kadhalika, tuna haja, na tunaweza tukasema kwamba pengine msikilizaji anaweza akawa na hamu ya kutambua sababu gani ambazo zimetupelekea sisi kuzungumza mada hii, kutokana na onwani ambayo iliyotangazwa. Kwa nini tumeichagua mada hii? Hatukuzungumza kuhusiana na zaka, tukuzungumza kuhusiana na saumu, tukaamua kuchagua mada jukumu la Muislamu katika jamii. Ndugu zangu, tunatakiwa kufahamu ya kwamba Muislamu katika jamii anayoishi sio mtu wa mwisho, sio mtu wa grade ya pili, na wala sio mtu wa chini katika jamii anayoishi Muislamu. Sasa jambo likiwa katika sura kama hiyo, bila shaka Muislamu huyu anaweza akajikuta katika unyonge kutokana na yale ambayo yenye kusemwa na yenye kutoka katika dhana za watu kuonesha kwamba Muislamu pengine ni mtu wa daraja la chini katika jamii, na kama ana matendo ambayo anayafanya, basi juhudi zake pia ni za chini, ni juhudi ambazo hazikubaliki, hazina thamani, kaonekana katika sura kama hiyo. Sisi tunakanusha mtazamo huo, si sawa, na ni mtazamo uliokosa mwelekeo na maono ya sawasawa. Ewe ndugu yangu Muislamu, elewa kuwa hawa watu wenye fikra na mitazamo hii, ambao wanawaona pengine Waislamu ni watu wa daraja la chini, na ni watu waliokosa fikra za sawasawa, ni watu waliokosa mwelekeo, wanawaona hivyo. Hawa watu hawakuishia hapo tu, bali walifika mbali zaidi, mpaka kuona kuwa baadhi ya mambo yanayofanywa na Muislamu katika jamii hii ya Kiislamu ni mambo yenye mrengo wa kujitakasa wao tu mbele za watu, tena watu fulani kama vile viongozi, watawala, wakadhani hivyo. Kadhalika wakafikia hatua hao baadhi ya watu katika fikra hizo na mitazamo yao hiyo, wakafikia hatua kuwasema bila ya hoja
wala dalili yoyote wanazuoni wa Kiislamu kwamba hawa ni walala njaa, hawa ni watu wa hovyo, hawa ni maskini tu, wakipewa basi wamekubali, wakipewa wameridhika. Maneno kama haya kwa ajili tu wao katika mitazamo yao na katika maono yao, na walipoiangalia dalili wakaona baadhi ya mambo ambayo wao wanayafanya hayako sawa. Mashekhi hawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala taufiki aliyowapa, wakasimama kukemea maandamano, wakasimama kupinga migomo, wakawa wanawapinga wanaharakati ambayo wakawa wanawapinga wanaharakati na harakati zao. Kadhalika wakayafanya hayo kwa ustawi na ustadi wa amani katika nchi hizi kwa mujibu wa dalili walivyozisoma. Kayafanya hayo si kwa kukurupuka tu, lakini wakaambiwa kwa maneno yaliyokuwa mabaya, mfano wa maneno kama haya kwamba hawa ni watu ambao wakipewa wameridhika, wakiambiwa wanakubali. Lakini si kweli maneno haya, pamoja na kwamba ni maneno yenye kurembewa kwa upande wao, hasa wanazuoni wa Kiislamu. Ewe ndugu yangu Muislamu, zinduka, ijue mitazamo hii iliyokuwa si ya sawa, kwa kuyajua majukumu yako ni yapi katika jamii unayoishi. Kama utayajua majukumu yako ewe Muislamu, basi unaweza ukajua ni mambo gani ambayo ni yenye kuzungumzwa na wengi katika wanaharakati na wengine katika wenye kujidai kwamba ni wasomi na mfano wao. Mambo hayo yanakwenda kinyume kabisa na yale mambo ya sawa ambayo unatakiwa uyajue wewe Muislamu katika dini yako. Ndugu yangu Muislamu, uyajue majukumu yako katika jamii unayoishi. Sasa katika kukusogezea faida hizo, tukawa tumeweka vipindi hivi kwa wakati huu, kwa ajili ya kuweza kupata faida zaidi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akikuwafikisha kubakia nasi mwanzo wa vipindi hivi mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha kuviendesha vipindi hivi, basi endelea kubakia pamoja hapa Manhaj Online TV kwa ajili ya kujipatia mada kemkemu zilizojaa mengi maarifa kupitia Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Karibuni sana ndugu zangu, karibuni tuwe pamoja katika kuzungumza haya ambayo tunayoyazungumza. Nikianza na mada hii, majukumu ya Muislamu katika jamii. Tena sio Muislamu tu, bali yule anayejinasibisha na njia ya wema waliotangulia, yaani yule ambaye anayetambulikana kama ni salafi. Haya anatakiwa ayajue na ayahendo mambo haya, kwa sababu ndiyo majukumu yake katika jamii anayoishi nayo. Awwalu shay'in, jambo la kwanza ambalo ni jukumu la Muislamu katika jamii anayoishi, anatakiwa ajue jukumu lake la kwamba yeye Muislamu, tena si Muislamu tu, bali ni mtu anayejinasibisha na nyenendo za wale waliotangulia. Tena si mwenye kujinasibisha tu, bali ni mtu ambaye Allah amemjalia maarifa ya dini, ana utambuzi, ana fiqhi katika dini yake. Anatakiwa ajue jukumu lake la kwanza ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hili ni jukumu kwa kila Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia utambuzi, ana fiqhi, ana maarifa, ana ilmu, anajua mal kitabu wa masunna, ni nini kitabu na ni nini sunna. Anafahamu nususi za kisheria katika ahkamu mbalimbali,
huyu jukumu lake nambari moja katika jamii anayoishi ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kuamrisha mema na kukataza mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusiana na jambo hili katika surati Ali Imran aya nambari 104, waltakum minkum umma, alipatikane miongoni mwenu kundi, yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf, litakaloamrisha mema na litakalokataza mabaya, wa ya'muruna bil, litakalolingania khairi na kuamrisha mema, wa yanhauna 'anil munkar, na litakalokataza mambo mabaya. Tayeb, pamoja na kwamba hili ni jukumu la Muislamu, lakini pia inatakiwa tufahamu ya kwamba ni Muislamu gani ambaye hapa anaingia moja kwa moja katika jukumu hili. Ni kila Muislamu dhu ma'rifatin dini, yule mwenye maarifa ya kidini, anatambua nususi za ahkamu mbalimbali katika dini, anajua jambo fulani hukumu yake ni nini, anajua hukumu hizo. Jukumu lake la kwanza katika jamii anayoishi ni kuamrisha mema, kadhalika na kukataza yaliyo mabaya. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Fatawa Al-Kubra, katika kitabu Al-Fatawa Al-Kubra juzuu ya pili kurasa 359, anasema bil amri bil ma'ruf wa bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari saluhatil ardu, kupitia jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya ndiyo ikatengamaa ardhi, ndiyo ikatengamaa ardhi. Wabihi qamatil hudud, na kupitia jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya ndiyo zikasimama adhabu mbalimbali kwa wale wenye kukiuka. Wa aminati subulu wa surifa albala, njia zikapata amani, mabalaa yakaondoshwa. Kwa sababu gani? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kwa wale wenye kulitawalia jambo hilo, kwa maana wale wenye maarifa ya kidini na utambuzi wa sawasawa katika mambo ya dini, wanatakiwa wajue jukumu lao katika jamii wanazoishi ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hakuishia hapo, bali aliendelea katika kutaja ukubwa na fadhila za jambo hili. Innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari huwa a'zamu ma yatamayyazu bihi hadha ad-din wa huwa sababu salahi al-ummati wa najatiha. Anasema hakika jambo la kuamrisha mema na jambo la kukataza mabaya ndiyo jambo pekee lililokubwa lililofanya umma huu na dini hii ikapata kupambanuka kunako na dini zingine, na hiyo ndiyo sababu ya kutengamaa kwa umma, na ndiyo sababu ya kuokoka umma ukaokoka kutokana na mambo mabaya, umma ukaokoka kutokana na shirkiyat, umma ukaokoka kutokana na miamala ya haramu, miamala ya wizi, riba, utapeli. Umma ukaokoka kutokana na yote hayo kwa sababu walisimama watu wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hili ni jambo kubwa ambalo dini hii imepata kupambanuka kuna dini zingine zote zilizobakia. Na hapa ndugu zangu, katika kuamrisha mema na kukataza mabaya tunapata faida nyingi sana. Ikiwemo katika faida hizo ni kuilinda jamii kunako na ufisadi, kuharibikiwa, kuiepusha na sifa mbaya. Kadhalika tunapata kujiepusha na sifa mbaya walizosifika nazo Mayahudi, kuwa ni watu ambao hawakatazani mabaya, kanu, na ndio sababu pia hata ya kulaaniwa, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani kunako na mabaya ambayo walikuwa wakiyafanya al-Yahud, sababu ya kulaaniwa pia. Wanaeleza hapa wanaochuoni maelezo mengi tu, miongoni mwa hayo
ni kwamba alikuwa mtu mmoja akikaa na yule ambaye aliyekuwa akifanya maasi, madhambi, makosa, anamnasihi na kumwambia achana na haya, ikija kesho anakaa naye tena vile vile na hali ya kuwa anafanya yale makosa. Kwa hiyo katika jamii hii tunayoishi sisi Waislamu, inatakiwa kujua jukumu lako kubwa, ewe Muislamu, ni kujipinda katika jambo hili na kujipamba nalo. Ikiwa Allah amekujalia maarifa, amekujalia ufahamu, hakukupa Allah ufahamu huo ili ubakie nao tu nyumbani kwako umekaa nao, umebaki nao katika majukumu yako, katika kazi zako. La, wewe pia unastahiki kujua jukumu lako la kukataza na kuamrisha yaliyo mema. Lakini pia kwa wale wenye kutuona sisi wenye kukataza mabaya, kuwa ni kana kwamba hatuna kazi ya kufanya, alafu ni kama vile watu tuliopoteza mwelekeo, na wakaona kama vile watu wamepotea, si tuwaache tu. Sasa tunawaambia nini? Tunawazungumza nini hawa watu kama wamepotea? Si tuwaache tu waendelee na mambo yao. Katika hili ningependa niwakumbushe ndugu zangu kuwa elimu uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Elimu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokujalia ni amana. Lazima kila mmoja ataulizwa. Kwa hiyo kwa kulijua hilo, ndiyo maana watu wanajikurubisha kwa Allah kwa kubainisha mambo yanayohusu dini, hata kama yatamuumiza mtu fulani, yatamuumiza. Kwa nini nimeambiwa haya? Kwa nini nimekatazwa hili? Mtu anaumia pengine anapokatazwa ushirikina. Lakini watu wenye elimu, ndio amana hiyo waliojibebea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanatakiwa waitekeleze. Wajibu wao ni kwa ajili, wanafanya hayo pia, wanatekeleza wajibu wao katika kulingania, na ili wakatoe udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa tulionya mambo haya mabaya, tulionya haya, lakini watu tu hawakuonyeka. Na hilo ni kama Allah alivyosema katika surati Al-A'raf aya 164, fa idh qalat ummatun minhum, na pindi liliposema kundi miongoni mwao, lima ta'idhuna qauma, kwa nini nyinyi mnawaonya? Kwa nini mnawaonya hawa watu? Allahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida, kwani Allah subhanahu wa ta'ala si atawaadhibu watu hawa? Au Allah si atawaangamiza watu hawa? Au atawaadhibu adhabu iliyokali? Kwa nini nyinyi sasa mnawaonya watu hawa? Kwa nini mnawaonya? Allahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida, qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, tunafanya hivi tunatafuta udhuru mbele ya Mola wenu. Tunafanya hivi tunatafuta udhuru mbele ya Mola wenu, tunatafuta udhuru mbele ya Mola wenu. Aliposema kwa nini mnawanasihi hawa, nyinyi mnatoa mawaidha tu kila siku, mnawanasihi watu hawa, akasema tunatafuta udhuru mbele ya Mola wenu. Tutakuja tuseme mbele ya Mola wenu kwamba tulitoa haya kama ni mawaidha kwao, lakini hawakusikia. Al-Imam Al-Qurtubi anasema hadha yadullu ala wujubi nahyi anil munkar, hii inajulisha juu ya uwajibu wa kukataza mabaya. Walau kana fa'iluhu la yaqla anhu, na lau kama yule mwenye kufanya mabaya hayo akawa hajiondoi. Khilafan liman qala, na hii ni kinyume cha wale wanaosema la faidata fil wa'z, hakuna faida kutoa mawaidha kwa mtu ambaye hakusikiliza. Kwa sisi mawaidha tutatoa kwa wanaosikiliza, watasikiliza; kwa ambao hawasikilizi basi watabakia kwamba hawasikilizi. Mtu akasema kwamba sasa unajua hawa watu hata hawasikilizi, kwa hata mkiongea hivi watu unajua hata hawasikilizi hata kidogo. Hapana, mawaidha yatatolewa, wenye elimu watasimama katika jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hilo ni jukumu lako ewe ndugu yangu Muislamu, katika jamii ambayo
unayoishi nayo, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia maarifa, unafahamu ahkamu mbalimbali katika sheria ya dini, basi una wajibu wa kuamrisha na kukataza mabaya. Lakini jambo la pili katika mambo ambayo ningependa pia kuyazungumza kwa siku hii ya leo, walau kwa uchache hapa, ni kuhakiki kupatikana kwa uadilifu na kujiweka mbali na dhulma katika haki. Katika jukumu la Muislamu ni kuhakiki kwamba inapatikana uadilifu kwa upande wake, kadhalika anajiweka mbali na dhulma katika mambo ambayo anatakiwa awe anayafanya katika jamii hiyo. Hakiki ya kwamba uadilifu unapatikana katika miamala yake, kadhalika katika mambo yake ya kila siku, kadhalika ajiweke mbali na dhulma. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka katika surati An-Nahl aya nambari 90, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu na ihsan. Kadhalika al-Imam al-Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ana maneno yaliyo mazuri kabisa, anasema la qiwama lil haya, hakuna kunyooka sawasawa katika maisha ya uhai, wala istiqrara lilmujtami', na wala hakuna kutulizana kwa jamii, illa bil adli, isipokuwa kwa kupitia uadilifu, wa raf'i dhulmi anin nas, na kuondosha dhulma kwa watu. Kadhalika ndugu zangu, uadilifu wal insafu ma'al jami', na kuwafanyia usawa watu wote, al-adlu wal insaf. Al-Islamu ya'muru bil adl, takiwa tujue ya kwamba Uislamu unaamrisha uadilifu kwa watu wote, mpaka wasiokuwa Waislamu. Uislamu unaamrisha kuwatendea uadilifu watu hawa. Katika surati Al-Maida aya nambari 8, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tayib, aya katika Qur'ani tumeisoma katika surati Al-Maida. Allah anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wala zisiwapelekeeni nyinyi chuki za kuwachukia watu, ya kwamba msifanye uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwani huo uadilifu ndiyo jambo lililokuwa karibu zaidi na uchaji. Kwa hiyo tumeamrishwa kufanya uadilifu hata kwa watu tunaowachukia, kwamba mtu unayemchukia lakini mfanyie uadilifu. Al-adlu fil qawli, uadilifu kwenye maneno, uadilifu kwenye vitendo, uadilifu kwenye yale ambayo aliyokuwa nayo, mfanyie uadilifu hata kama unamchukia kwa kiwango gani, lakini kuwa na uadilifu. Utaona hapa Uislamu umeamrisha uadilifu, na watu wanatakiwa wajipambe, kwa sababu hili ni jukumu la kila Muislamu katika jamii anayoishi, ama katika jamii inayomtizama Muislamu. Kadhalika katika mambo ambayo unatakiwa kujua pia ni Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kuhusiana na jambo la uadilifu, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah anakuamrisheni kurejesha amana kwa wenyewe, wa idha hakamtum baina an-nasi, na mtakapohukumu baina ya watu, antahkumu bil adli, ya kwamba mhukumu kwa uadilifu. Kaelezwa hilo katika surati An-Nisa ya nambari 58. Yote haya ni Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tukae katika uadilifu, na inasema kwamba al-Islamu dinul adli,
Uislamu ni dini ya uadilifu, na sio kama wanavyodai wanaharakati na wengine katika wale wanaharakati wa Kiislamu wenye kudai usawa ndani ya Uislamu, kusema Uislamu si dini ya usawa. Kusema hivi wanaweza wasielewe vizuri baadhi ya watu. Kusema si dini ya usawa maana yake nini? Uislamu unalingania uadilifu, na ukisema kwamba ni usawa, basi kuna baadhi ya ahkamu utakuwa unaenda nazo kinyume, na matumizi ya neno usawa halipo sawa sawa katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya uadilifu, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa juzuu ya 28 ukurasa 146, al-adlu asasu kulli shay'in, uadilifu ndio msingi wa kila kitu. Al-adlu asasu kulli shay'in hatta innal kufara idha adalu aqamahumullah, mpaka mambo yalivyo, hata wale makafiri kama watafanya uadilifu Allah atawanyoosha, anawanyoosha sawa sawa, wanakuwa wamestaqim. Wa dhulmu la yadum walau kana min muslimin, na dhulma haiwezi kudumu hata kama ikawa inatoka kwa Muislamu. Kwa mtu asifikiri tu kwamba maadamu yeye ni Muislamu basi anaweza akawa dhulumu makafiri, anaweza akawavunjia haki zao makafiri bila ya kuwa na uadilifu na bila ya kuwa na haki, kadhalika akadhani ya kwamba hilo anaweza akalifanya. Tufahamu ya kwamba Uislamu unatutaka katika upande wa uadilifu, atuamrisha uadilifu kuanzia ayatu katika Qur'ani, ahadithi zipo nyingi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhimiza jambo hilo, aqwali za ulama zipo nyingi. Kadhalika al-Allama anaeleza Ibn al-Qayyim katika A'lamul Muwaqqi'in al-Muwaqqi'in juzuu ya 3 ukurasa 111, ad-dinu kulluhu adlun, dini yote ni uadilifu. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ila al-jawr falaysat min ad-din, na kila jambo lililotoka katika uadilifu likaelekea katika dhulma, basi jambo hilo si katika dini. Maneno ya wanaochuoni haya yote haya yakiwa ni katika mrengo mmoja wa kutuweka sisi katika jambo lililo la sawa, nalo ni kutenda uadilifu baina ya watu katika miamala yetu tunayopitia kila siku, katika shughuli zetu za kila siku, kwamba tutambue jukumu la kila Muislamu kuhakiki ya kwamba unapatikana uadilifu kutoka kwake kwenda katika jamii, kadhalika kujiepusha na dhulma zitokazo kwake kwenda katika jamii. Anasema Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, al-adlu la ya'rifu al-muhabat, uadilifu hautambui chochote kuhusu upendeleo. Uadilifu hautambui chochote kuhusu upendeleo. Wala ya'rifu tamyiza baina an-nas li ajli an-nasabi, na wala uadilifu hautambui kuwatofautisha baina ya watu kwa ajili ya nasaba zao, au kuwatofautisha baina ya watu kwa ajili ya rangi zao, au katika miji yao, katika nchi zao, au miji mingine, au jambo jingine. Bali al-adlu ya'ummu al-jami', bali uadilifu unakusanya mambo yote hayo. Kwa hiyo uadilifu hautambui chochote kuhusu upendeleo, na uadilifu hauwezi kutofautisha baina ya watu, hautambui jambo la kutofautisha baina ya watu. Kwa hiyo utapataje nguvu ya kuweza kutofautisha baina ya watu, mtu na mwingine, kwa sababu ya nasaba? Unapata wapi nguvu ya kutofautisha, ewe ndugu yangu Muislamu, baina ya mtu mmoja na mwingine kwa sababu ya rangi yake? Kama kweli tunautaka uadilifu, tutambue ya kwamba uadilifu hautambui chochote kuhusu kuwatenganisha watu, kuwatofautisha watu baina ya rangi zao.
kuwatenganisha watu, kuwatofautisha watu baina ya miji yao, baina ya nchi zao. Maadamu huyu amezaliwa sehemu fulani, basi huyu hastahiki kufanyiwa uadilifu. Hajazaliwa katika miji ambayo sisi tupo, hajazaliwa katika miji hii, katika lugha ya sasa hivi wanasema miji hii ya wajanja. Uislamu haujui neno uadilifu, halitambui mambo haya. Sasa katika nukta hii utaona maajabu ya baadhi ya watu. Kuna katika baadhi ya watu, wao ni mabingwa na ni mahodari wa kung'ang'ania na kutangaza na kuhubiri uadilifu. Uadilifu utendeke, uadilifu. Lakini wao ndio mabingwa wa kutofautisha watu baina ya rangi zao na nchi zao. Utaona hapa ni jambo la ajabu kabisa. Sasa utashangaa, uadilifu huu wanaonadi ni uadilifu gani ambao unashindwa hata kuthamini ya kwamba huyu kazaliwa sehemu fulani na kuona kwamba hana maana kwa sababu amezaliwa kule, hana maana yote. Lakini watu kama hawa pia tunaosema, watu hawa wapo katika jamii zetu. Wenyewe ni mahodari wa kunadi na kuhubiri uadilifu, lakini wenyewe ni mahodari wa kunadi na kulingania kuhusu ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kabila, ubaguzi wa miji. Maanake hawa wanaingia. Sasa kama tunaukusudia uadilifu ule unaotambulikana katika sheria ya Uislamu, ujue ewe ndugu yangu Muislamu, jukumu lako ni kuushika huu uadilifu unaotajwa katika sheria yetu, na sio uadilifu ule unaohubiriwa na baadhi ya watu wenye kuvunja uadilifu huu. Sio ule. Ujue uadilifu huu uliotajwa katika sheria yetu, na hilo ni jukumu lako ndugu yangu Muislamu, kuusimamia huu uadilifu, kama wanavyosema Waswahili, kwa udi na uvumba. Ujue jukumu lako hilo katika jamii, unatakiwa usimame na jambo gani na ujipambe nalo, ewe ndugu yangu Muislamu. Imepokewa kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema anna Quraisha, ya kwamba Makuraish ahammahum sha'nu almar'ati almakhzumiyyati allati sarqat, liliwahumiza, liliwachanganya, liliwahuzunisha jambo la mwanamke wa kabila bora kabisa, mimbani Makhzum, kabila la Makhzumiyya, mwanamke mwenye kunasibishwa na kabila la Makhzum ambaye aliiba. Makuraishi liliwachanganya kidogo jambo hili, wahuzunisha kwa kiwango. Wakasema Makuraish, nani atakayemsemesha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yani Makuraishi walisema katika hali ya kuuliza swali, nani ambaye atakayemsemesha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Faqalu wa man yajtari alayhi illa Usama hibbu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakasemeshana wenyewe, ni nani mwingine anayeweza kuwa na ujasiri wa kumsemesha Mtume isipokuwa Usama? Usama ibn Zaid ambaye ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Makuraishi hawa walipokuwa wameona mmoja katika wanawake toka katika kabila tukufu kabisa ameiba, na wanajua hukumu ya aliyeiba akipelekwa kwa Mtume, huyu ataadhibiwa, atafanyiwa hadi ya kisheria huyu. Sasa wanamtaka mtu ambaye akafanya shafaa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuombee ikiwezekana huyu mtu huyu mwanamke asifanyiwe hadi ya kisheria ile ambayo ni pengine kukatwa mkono kwa sababu ya jambo alilolifanya. Kwa hiyo Usama alipoelezwa akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama akamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atashfa'u fi haddin min hududillah, je unaombea ewe Usama katika hadi miongoni mwa hadi za Allah, katika adhabu ambayo iliwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu aliyeiba? Thumma qama fa khataba faqala, thumma qama fa khataba thumma qala, kisha akasimama akahutubia, kisha akasema innama ahlaka alladhina
innama ahlaka alladhina min qablikum, hakika waliangamia wale ambao waliopita kabla yenu. Alladhina min qablikum, wale ambao waliopita kabla yenu. Annahum kanu idha saraka fihim ash-sharifu tarakuhu, kwamba wao walikuwa anapoiba miongoni mwao mtu ambaye ni mtukufu wanamuacha. Wa idha saraka fihim ad-dha'if, na anapoiba mtu ambaye ni dhaifu, aqamu alayhi al-hadda, wanamsimamishia hadi, kwa maana kwamba adhabu maalum iliyopangwa kwa kosa hilo alilolifanya. Waimullah, akasema namwa pia Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin, lau kama Fatima ambaye ni binti wa Muhammad, anamzungumzia mtoto wake, sarakat, angeiba Fatima, laqata'tu yadaha, ningekata mkono wake. Tunaona hapa kuwa mtume alikuwa tayari kutekeleza sheria hata kwa mwanawe mwenyewe ambaye ni Fatima. Hii ni dalili ya uadilifu usio na upendeleo. Tukisema uadilifu usio na upendeleo, kwa maana uadilifu tunaozungumzia sisi ni ule ambao haubagui. Hatuwezi kuhubiri uadilifu hali ya kuwa kuna baadhi ya mambo na misimamo tuliyokuwa nayo inauvunja huu uadilifu, ikiwemo kuona kwamba watu wa kabila fulani ndio watukufu zaidi, ambao hawa wapo juu ya sheria. Sheria haiwezi ikawa hukumu hawa. Uadilifu huu upo kote. Au watu wa miji fulani hawa wana haki ya kutukana vyovyote vile, hawa hawastahili kufanya uadilifu hawa. Uadilifu upo katika sehemu zote. Na siku moja Umar ibn al-Khattab alitoka usiku akiwa anatafuta zile hali na mambo waliokuwa nayo raia wake. Akamsikia mwanamke mmoja akimwambia binti yake, umzujil labana bilma'i, changanya tu hayo maziwa na maji. Yule binti akasema, inna amira almu'minina naha an dhalik, hakika amiri almu'minin amekataza kunako na jambo hili la ghishi, amekataza. Mama yake akamuuliza, yupo wapi sasa huyo amiri almu'minin? Aina Umar alana, mbona Umar hayupo hapa? Faqalat albint, binti akasema, wallahi ma kuntu liuti'ahu fil alaniya wa a'siyahu fi sir, sikuwa mimi ni mwenye kumtii huyo Umar waziwazi halafu ni muasi nikiwa katika sehemu ya siri. Siwezi kufanya hivi. Hii inatufundisha kuwa uadilifu pia ni tabia kutoka ndani ya nafsi yako. Usifikiri kwamba uadilifu labda ni maneno tu ambayo unaweza ukayahubiri kwamba uadilifu bwana, tufanye uadilifu, ukafikiri kwamba ni maneno tunaweza ukayahubiri. Uadilifu pia hata yale ambayo unayoshinda nayo siku zote, nayo unatakiwa uishi nayo katika hali ya uadilifu. Lakini jambo jingine ambalo tungependa kumalizia hapa kwa dakika hizi chache, almuamalatu bilhusna, kuamiliana na watu miamala iliyo mizuri. Kuamiliana na watu miamala iliyo mizuri, kuanzia katika maneno yako. Kwa nini usizungumze vizuri na watu? Kwa nini hauna maneno yaliyokuwa mazuri? Naam. Kwa hiyo katika tabia ama katika jukumu la Muislamu katika jamii anayoishi ni kuamiliana na watu kwa uzuri. Katika hili ningependa niongee kidogo, alafu niisome aya, tuweke kituo kwa ajili ya vipindi vingine vinavyofuatia. Muislamu ma'murun bil ihsani ila almuslimina wa ila ghairi almuslimin. Muislamu ameamrishwa kufanya ihsani, kuwa na miamala mizuri, kuwa na maneno mazuri na matendo mazuri, kuwa na tabia njema kwa watu wanaomzunguka. Na haya ndiyo mambo ambayo anatakiwa kuwa nayo Muislamu katika jamii ambayo inayomzunguka. Yaqulu Allahu jalla wa ala,
Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Mumtahana aya nambari 8, la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajakukatazeni kuamiliana kwa uzuri na wale makafiri ambao hawajawapigeni vita nyinyi katika dini. Lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum, na wala hawajakutoeni katika majumba yenu. Antabarruhum, mkawafanyia wema. Watuqsitu ilayhim, na mkawafanyia uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Ewe ndugu yangu Muislamu, majukumu ya Muislamu katika jamii yapo mengi, lakini kwa sababu ni silsila ya ad-durusi wal muhadharat, ni mfululizo wa durusi na muhadharat, ningependa tu kusema baki na Manhaj Online TV kwa ajili ya kuweza kufaidika na faida kemkem zenye kukufaidisha fi dunia wal akhirah. Na leo ningependa niishie hapo, nirejeshe maiki hii kwa muongozaji wa kipindi ndugu yetu Abu Ibtisam Isa Tanzani Al-Ifriqi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.